Masokrotu ikishikili barabara borogosila. Baba nikumbusha mtumishi. Alisema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Masokrotu barabara. Yeye ndo anayetosheleza mtumishi. Yeye ndo anayetimiliza ile haja na shauku ya moyo wa mwanadamu. Bila yeye mtumishi, hata ungepewa kila kitu katika ulimwengu, hata ungekuwa nacho vyote mtumishi, bado ndani ya moyo utakuwa empty, utakuwa mtupu. Utagundua kuna kitu kina miss, kuna kitu hakipo. Furahi kwa magari mengi, sio vibaya kuwa na gari 1, 2, 100, 20, 80, ni vizuri, lakini furahi kwa pale mtumishi. Hebu fikiria ukiwa na suti 200 au magauni 100, unavaa mangapi kwa siku moja mtumishi? Ukiwa na nyumba 100, unalala kwenye ngapi kwa siku moja? Utagundua hata kama unataka kuchange kila baada ya saa, nguo moja uvae nyingine mpya, itabidi uvue kwanza ile ya kwanza uvae nyingine. Kwa hivyo vitu vyote vya nje vizuri na bora haviwezi kutosheleza ile kiu na shauku ya moyo, kwa sababu wanadamu ni roho, anayo nafsi na anaishi kwenye mwili. Hivi vya mwili haviwezi kutosheleza vya roho mtumishi. Vinaweza kusupport tu, vikaipa nafasi ile nyumba yako ya nje ambayo ni mwili wako kuweza kuishi hapa duniani, lakini wewe halisi ni roho. Na usipolandana na uhalisi wa wewe ni nani, utakuwa umepoteza lile kusudi na dhumuni na sababu ya wewe kuwepo hapa duniani. Ndio maana tukisomea kwenye Rhapsody kadhaa zilizopita, nasema Baba Bwana anasema kwa sababu yeye ametuokoa mimi na wewe mtumishi. Kwa leo hii hatuishi tena kwa ajili yetu wenyewe, tunaishi kwa ajili yake. Maneno mazito sana. Atutoa katika giza, akatuleta katika nuru mtumishi. Kwa kutokea pale haui hai kwa ajili yako tena, unakuwa hai kwa ajili yake. Ni Wakorintho wa pili sura 5 mstari 15 inasema tena alikufa